barabara ya mateso, lakini hapa tunatembea katika barabara ya ushindi kamili. Sema total victory. Now remember, it's your faith. What you hear and what you apply in your life, it works. Kwa hivyo this morning I want to share that there is a road. Ukifuata ndugu na dada, I don't care how long you are. I don't care where you were born. Tena ijalishi kwenu ni wapi, mulianza vipi, yani ni kama uone mwangaza itatokea. But with this, you are going somewhere. And that is why Jesus came to make us this road. And that is why Jesus, I'm the way, the truth, and the life. So kama hujapata njia ya kubarikiwa, Yesu ndio njia. Kama hujapata njia ya kufanikiwa, Yesu ndio njia. Sio watu. Najua kuna mambo tunachanganyikiwa mpaka tunaharibika, na mwisho wake tunaanza kulaumu watu, tunaanza kulaumu mama, tunaanza kulaumu watu wa kwenu, tunaanza kugeuka mzee, unamgeuka mama, unageuka watoto. Usigeuke mtu yote, angalia Yesu. Na kama si hivyo, kama sio hivyo, tungepigana na watu wengi dunia. Tungekuwa na vita kila siku tunapigana na watu, kwa sababu kuna wengine walikukwaza. Kuna wengine walikusema vibaya. Kuna wengine walisema utakuwa mtu. Ukikumbuka hiyo utakuwa na vita na watu kila siku. Lakini hata tumegundua Yesu ndio njia. Yesu ndio nini? Njia. Kweli na? So if you want life and truth and the way, it is so simple. Wewe fuata Yesu na uone. Nasema fuata Yesu na uone. Mahali utafika, utafika. Kile utakula, utakula. Kile utavaa, utavaa. Kile utadrive na kufly, utadrive na kufly. With you, nothing is impossible when you believe in Christ. Kwa hivyo hii barabara naenda kuwafundisha leo ni ya ushindi kamili. Sio baada ya maisha haya, ni katika maisha haya Mungu atukuzwe katika maisha yetu. Maana anasema ametutoa kwa giza na kwa ufalme wa giza, ametuleta kwa kutuhamisha kuja kwa ufalme wa mwanake mpendwa, ufalme wa nuru, ili tupate kutangaza sifa zake yule aliyetuokoa. Kwa hivyo we want God to be glorified in our lives. You can struggle, you can do the best you can and never materialize, but you can never follow Jesus in the light and never miss your blessings. Kabla tujasoma maandiko, there is a scripture which helps me so much every day. When I wake up with it in my mind. Jesus said, follow me. Anybody who follows me shall have the light of life. Hiyo tu, yani yote ananifuata. Sio ufanye mambo mengi, sio ufanye vituko. Wewe fuata Yesu aliye nuru. Utapata hiyo nuru, itakupatia nuru ya uzima. We all need life, but nuru ya uzima. Kuna watu wana life lakini sio ya light. So we are following Jesus, and we are expecting him to give us even much more than we think or pray. God is able to give you anything if you dare to believe in him. But today I want to share with you that this road you pass through it, my friend. I don't care. Nana amekutumia majini. They will bounce back. I don't care. Nana amekuongea kwa kuamitia usiku saa 8. Wakati umelala na ngorota, kuna watu wameweka komiti saa 8 wanazungumza juu yako, bila watakuleta chini. Watachanganyikiwa milele. Na wataona umepita juu. Katika jina la na kwa kuwa utapita juu na utawaona. Na watakuona. Na watasikia ukipiga picha uko mbele. Na ukisema Yesu ni Bwana. Alafu watawacha wakigombana hapa. Wakisema imekuacha, tutangulia wewe ndio kuleta dawa mzuri, wewe ndio kuongea vizuri. Pengine ndio ukamwambia siri zetu. One day when our God said very serious in the Lord, kwa kanisa kuna watu walikuwa wananisengenya. Wako kanisani, huko nyumbani, especially in Darasa, walikuwa wanasema hii Marita ameokoka, lakini ameokoka fire sana, ameokoka mpaka anatupita. Yaani kama majuzi akianza kuimba hawaji. Tukiingia makesha yeye anaomba, tunanyamaza, yeye anaendelea. Hii kijana lazima tumzime. Tena wakajipanga kwa nyumba mahali. Roho Mtakatifu akanibeba mpaka hapa.
Nikasimama hapo, akaniambia Mungu akaniambia angalia vile wanaongea. Nikasikiza. Alafu asubuhi katika mwili sasa nilipoamka nikapata nilipoamka. Asubuhi niliamka nikaenda kwa hiyo ndugu asubuhi sana mlangoni. Akafungua mlango, alipoona alishtuka, ngambia usisituke. Yale mambo yote mliongea usiku nilisikia. Akaniuliza ulikuwa kwa mlango? Akamwambia usijaribu. Mnapigana na Mungu na hamtafika mbali. Na hamtaenda mbali na hiyo roho. Na ni kweli mimi ndio nimeenda mbali, wao wangali wanazunguka Kisii mpaka leo. Wanavaa matambuti. And that is why when you find somebody anapenda Bwana na anaomba na anasifu na anakatikia Yesu, usifunge jicho moja. Omba Mungu akupatie roho kama yake. Maana hiyo ndio roho Mungu anabariki. Sio roho imejikunja na ya huzuni na ya kulalamika na kunungunika na kudharau na kuuza watu. Wewe kuwa free in the Lord and rejoice in Him. Kwa hivyo hii barabara ya ushindi inapatikana katika Ufunuo 12 mstari wa 11. Na tusome zote 1 2 3. Can we stand up and read it to the honor? That's the word of God. 1 2 3. Again. And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Sema wakamshinda. Wakamshinda. Yeye. Unajua hiyo ni shetani na damu ya mwanakondoo. Sema na damu ya mwanakondoo. Na damu ya mwanakondoo. Na neno la ushuhuda wao. Na neno la ushuhuda wao. Hawakupenda maisha yao. Hawakupenda maisha yao mpaka kufa. Hiyo ndio barabara ya ushindi. Hiyo ndio barabara ya ushindi. Na ndio sababu siku ya leo ningependa kuwazungumzia haya mambo matatu. Ni muhimu sana katika muaminio. Na ujalishi unaenda kanisa gani? Haijalishi wewe ni mshirika wa kanisa gani? Biblia ni moja. Na kama ifanye kazi kwa kanisa yako, you are in the wrong place. Kama Biblia ifunguliwi na kuelezwa na Yesu uhubiriwe, then you are going down. Lakini mahali Kristo anahubiriwa na neno la Mwenyezi Mungu linafundishwa, hapo kuna mwangaza mkubwa. Maana neno la Mwenyezi Mungu ni nuru. Neno la Mwenyezi Mungu ni upanga. Una silaha za kupigana katika maisha yako na utashindwa vile tumesema I am a winner. You don't become a winner just for sinning only. You become a winner by taking the sword, the word of God. Baadaye unapigana vita vizuri vya imani. Kwa hiyo jambo la kwanza hapo tumesikia ni damu ya mwanakondoo. Sema damu ya mwanakondoo. Hiyo damu sio kama damu yako na yangu. Damu yako na yangu ilikuwa na viini vya dhambi. Na ndio sababu damu yako na damu yangu haiwezi kuokoa mtu. Hata ni mtu tajiri ama maskini, amesoma hajasoma, ama ni wa kabila gani, ama ni mweupe ama mweusi, damu hiyo iliathiriwa na viini vya dhambi. Lakini tunazungumza juu ya damu iliyotoka mbinguni. Hiyo damu ya Yesu haikuwa na viini vyovyote vya dhambi, bali ilikuwa na nguvu za kutuokoa. Na ndio sababu Biblia inasema bila kumwagika kwa damu, sio damu yako ama yangu, damu ya Yesu, hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hivyo damu ya Yesu ndio dawa ya dhambi. Ndio inatasafisha dhambi zetu zote. Na ningependa kusema sio maombi inasafisha dhambi zako. Ni Bwana Yesu na damu yake anasafisha dhambi zako. And the moment unaelewa hivyo, hautafanya vituko. Utaenda kwa Yesu, you apply the blood of Christ upon your life and let the blood speak on your behalf. Kwa hivyo tunaona hapa hii damu ya mwanakondoo. Ufunuo anatuambia Yohana kwamba walimshinda shetani. Na huyu shetani kumshinda wa ndugu na wadada, silaha kubwa sana Yesu alimshinda nayo, sio miujiza ile alifanya. Nataka nikwambie leo, alifufua wafu, haikumtigiza shetani. Alifufua Lazaro, but the devil was there still working.
and he cast out devils. Miujiza yote Yesu alifanya akiwa hai ilikuwa tu inatuonyesha Mungu wetu anaweza mambo yote. Yeye anaweza kuokoa magonjwa na maradhi zote, yeye anaweza kufufua wafu, yeye anaweza kutakasa wenye ukoma, yeye anaweza kusamehe wenye dhambi. Yesu akafanya miujiza ya kila aina, lakini haikumweka shetani chini ya miguu yake. Na ndio sababu ningependa nikwambie leo, shetani hajui kila kitu. Maana shetani angejua ile kuweka Yesu msalabani itamumaliza, hangemuua. Alijaribu njia zote amuzime Yesu. You think about this. Yesu wakati anajaribiwa katika jangwa 40 days and 40 nights, shetani alijaribu hiyo mbinu amzuie asitimize kusudi yake, ile assignment alikuja kufanya. Jambo la kwanza alimwambia badilishe mawe iwe nini? Iwe nini? Iwe mkate, iwe boflo, iwe ugali. Maana alikuwa anajua hapa Yesu yuko katika jangwa, na mtu akiwa katika jangwa ana mateso. Ukimletea jawabu hata iwe ni mbaya atalalia hiyo. Na Yesu akamwambia shetani, mwanadamu hata hizi na mkate peke yake, bali kwa kila neno litokao kwa kinywa cha Mwenyezi Mungu. Shetani akaona huyu anajua siri, lakini akamwachia hapo. Shetani tena akaenda akangoja, akamchukua akampeleka juu ya mlima. Sema juu ya mlima. Maana hii ya tamaa ya mwili, Yesu alishinda tamaa ya tumbo. Hii wakati mtu ana njaa, kama vile nani alikuwa na njaa akauza urithi wake. Ni nani huyo? Esau aliuza urithi wake kwa sababu ya tumbo. Na kuambia tumbo ilifanya akauza urithi wake. Na mwisho wake alipokula tembo ndiye aligundua huko nimepoteza baraka kubwa. Kwa hivyo wakati una njaa chunga sana. Wakati una njaa chunga sana. Anything can come on your way and you might lose the blessings which are eternal. Wewe kuna neno, na ndio sana waambia kuna neno. Mpaka hata ukiona ugali saa zingine wanasema aje ikae kando, nimeshiba na neno. Which of course you need the food. Kwa hivyo Yesu akachukuliwa tena juu ya mlima. Akaonyeshwa dunia yote, sema dunia moja. Tena yote. Just in a second akapelekwa Amerika, akapelekwa Russia, akapelekwa China, akapelekwa Afrika yote, akaenda visiwa vyote, akaonyeshwa na shetani, akaonyeshwa, akasema shetani akamwambia najua mimi ndio natawala yote. Na Yesu akubishana. Maana Adamu na Hawa waliuza urithi. So Satan is had power by that time. Na Yesu hakukataa, alikubali kwamba amepatiwa dunia yote na Adamu na Hawa. Baadaye shetani akamwambia, I have a very special offer for you. Very special. I am ready to give you everything. Falme zote, na manyumba zote, na mabahari zote, na samaki zote. Kama tu utafanya one thing. Inama, just bow down and worship me. Did you know hiyo ndio shetani alikuwa anataka kutoka mbinguni? And he has never stopped. He wants us to worship him. And I want to say we will never worship the devil. I said we will never worship the devil. Come what may. Because he's not your creator. God is our creator. Hata huyo shetani ni Mungu alimuumba. So he has nothing to offer you. But God has everything to offer you. That is why tuingie katika jaribio gani, don't bow to the devil. I'm speaking to you. Maana kuna watu wamejaribiwa hii dunia, hata wengine wameokoka, hata wahubiri wamenamia shetani straight. At kwa sababu nataka kuona miujiza. You can see miracles and miss heaven. That's not my prayer that God may use me mightily. Hiyo nilikuwa naomba zamani. Nilikuwa naomba kabla sijakomaa, niliomba mpaka karibu kufa. Wakati niliona Osborne 74 na ubiri Kisumu, na ubiri na miujiza inafanyika, viwete wanatembea, mapepo yanalia kwenda Victoria, viziwi wanasikia, nikasema my God. Na nilikuwa na njia yangu kwenda Nyang'huri Bible College for interview, ndio nienda huko. Nikasema na hiyo Bible College na ikae, nikarudi Kisii na miguu. Sio na basi kwa na mabasi fare, nikarudi na miguu. You think about it. Nilituanga miguu ikafura. Kufika nyumbani mama na mimi anatoka wapi? Kaambia it's not your business to know. Sasa ni Mungu anatafutwa.
mean they thought I was crazy, but thank God your craziness yako imenisaidia. When you are crazy for Jesus, he will make you normal one day. Nikaingia kwa nyumba for 3 days. Silali, nikamwambia ndugu zangu zote wahame. Maana hapa kuna vita bila hawataweza. Nikatoka kwa kitanda kalala chini. 3 days naomba, Mungu nitumie ama nife. Mungu nitumie ama nife. Mungu nitumie ama nife. Siku ya 3 nikasikia sauti loud and clear, kufa. Nikasikia sauti nasema kufa. Nikaamuka nikasema sitaki kufa. Kwa hivyo hapa naomba kitu ujue. Sasa mimi naomba kabisa na sincere, lakini niliposikia sauti nasema kufa, badala nisikie Mungu anasema yes, I've heard your prayers. I am going to use you more than T.L. Osborne. I'm going to use you more than all robbers. Those are the people we knew those days. Kwamba hawa ndio wakisimama maajabu yanafanyika, sio kama vituko vya kusqueeze vya kunywa maji na kuvunja mitungi. Hapana, anasimama na Biblia anasema, the Bible says, in the name of Jesus, cripples just walk. In the name of Jesus, demons just scream and go out. Sikusikia akiniambia naye I've heard your prayers, I'm going to use more than T.L. Osborne. Nilisikia tu kufa. Wapendwa, nilipata nguvu za kuamka. Nikasema sitaki kufa. From there I discovered God atumia mtu yuko hai. Mungu anatumia mtu amekuna amejifia. There are some things you must die for. Ufie mambo fulani pia Mungu akutumie. Soma hii Biblia. Anybody whom God used, they went through things you cannot understand. And later on, God used them genuinely. Bwana Yesu asifiwe. Dunia yote Yesu alifanya miujiza ya ajabu. Lakini shetani kitu alikuwa anataka Yesu agonge magoti chini, forfeit his blessings and authority. Awache ile kazi alitumwa kuja kufanya, aanze kutafuta dunia. Aanze kuwa tourist. Kuangalia dunia mzima ile imepatiwa. Jesus knew that's a very cheap offer. He came to save and to seek that which was lost. Ungemtoa kwa mishoni yake na umletee vitu, aseme sasa nimefika. Wandugu hatujafika wanamna mpaka tutimize ile kusudi tuliokolewa nayo. And until we fulfill that, I want to assure you, we are not going anywhere. But when you are determined to fulfill your purpose and your assignment, God is faithful. Hata kila una atakubariki. Hata mahali hujafika utafika. Hata kile watu wanang'ang'ania many years, God will just build for you in a minute. He will declare you blessed and will be blessed. Yesu akamwambia shetani, sikiliza shetani, muabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye. In other words, Satan, you are not God. God is God. Can we say that? Shetani akaona hapa amefaulu, tena akamwacha. Tena akampeleka juu ya kinara cha kanisa. Akamwambia na anakuti maandiko. Usifikiri shetani anajua maandiko. He knows scriptures more than you. Na anamwambia imeandikwa, watakutuma kutoka kwa kinara hiki na malaika watakushikilia. Yesu akamwambia usimjaribu Mungu wako. Can we say that? Yesu anamwambia shetani, I am your God. If you don't know, if you have forgotten, I know where you came from. We are the one who created you, and don't play the game of a fool here. Don't test God, your God. Don't try it. Maana sema akamwacha kwa muda akitafuta njia zingine za kumleta down na kumleta chini. And I want to assure you today, in the name of Jesus, hata shetani atumie mbinu gani, kama unajua neno na umeapply the blood of Christ upon your life, he will never bring you down. Instead, you are going higher and higher and higher and more blessed than yesterday. If you believe it, can you say amen? That's the thing I want you to understand. The road to victory, it is through Calvary. Nasema barabara ya ushindi inapitia Calvary. Haipitii Asia Masiarsi. Haipitii kanisa unafikiria. Hapana. Weka wobi wote laini, they are not the way. The road to victory and success is through Calvary. Once you mepitia Calvary,
you are a candidate to be the best. And I want to say we are the best. Personally, nilipita Calvary 71. Nilisimama Calvary nikanyeshewa na damu ya Yesu. Na baadaye nikakuwa clear na forward. And I'm still forward, never backward, never. Nikawa clear from Calvary. Ujinga wangu ikawachwa Calvary. Maroho ikawachwa Calvary. Tamaa zote zikawachwa Calvary. And I stepped forward. Na Yesu akasema, I declare you clean, blessed, and go in that power. That is why today, kama hujapitia Calvary, I beg you, please do it today. Maana only through Calvary unaweza kupata ushindi. Kwa hivyo miujiza yote Yesu alifanya was simply because he loved us. Lakini the most important thing he came to do was to shed his blood. Na hiyo ndio shetani hakujua. Hiyo ndiyo itamaliza milele na milele. What he thought was painful, what he thought was disastrous, is what God used to bring him down. And that is where today we are here enjoying salvation because of the blood of Jesus Christ. Now usikilize, miujiza yote Musa alifanya Misri haikumtingiza Farao. Haikumtingiza, hata Farao alikuwa na wachawi wake. Kama vile siku hizi kuna manabii wengi wa uongo, lakini there is a genuine gospel of the cross. Where you don't need any proof, where you just simply believe. Musa akainua fimbo juu akafanya miujiza, 12 miujiza extraordinary. Na hakuna mtu amefanya hiyo miujiza, hata wale wanajiita mighty prophets. They have never done those kind of miracles, my friend. Hawajabadilisha maji kama damu. Hawajaleta viura mpaka State House. Na wanadeclare viura vinatoka from nowhere, vinajaa kila nyumba. Vinajaa kila nyumba mpaka ndani ya masufuria. Kila mahali sasa ni kufanyia viura nje. Hawajawahi kuleta giza siku tatu. Ile giza unaweza kutouch. Unajua kuna giza unaweza kugusa. Ile giza ya pepo mbaya. So dark, and that darkness you can feel. Alinua fimbo juu, locusts wakaja Misri, wakakula kila mmea, vijiti vikasimama hivi. That never moved Pharaoh, a type of Satan. Miracles don't move the devil, but the blood of Jesus shakes the devil. I am here to declare we have the weapon the devil can never bring us down. It is the blood of Jesus Christ. Miujiza yote alifanya. Pharaoh hakutingizika. The more alifanya miujiza, the more the Bible says God hardened the heart of Pharaoh. Mpaka wakafika mahali, what is next? Mungu akaja kwa Musa akamwambia, I have secret weapon. Sema nina secret weapon. Ile Farao ajui. Iye itafanya amuke usiku na pajamas. Mfalme aona aibu amuke na pajamas. Mtamuaibisha. Unaweza kuaibisha mami zako mpaka wako na mapajamas njiani hapo wakiuza visingizo vya wanawake. Na mcheke, hiyo ni kitu cha kucheka. Wapenda sikiliza, I'm telling you. Sisi tumeona miujiza hapa. Tumeona watu wanauza visingizo barabarani kwa sababu ya kututukana. Walikuwa wanataka kutueviti na kuru kabisa. Akataka miguu yetu ya gari iondolewe hapo barabarani. Mungu alimueviti akauza visingizo vya wanawake barabarani. Kazaa mtoto kichwa hivi. Na tukumwambia mabaya si lakini Mungu anapenda kazi yake kushinda yote. Kazi ya Mungu kichezea na watumishi wake wale genuine, hata wasipokuambia vibaya. Si Mungu ndiye anajua. Yeah. Tuache hiyo sio injili. Sasa Farao hakujua hapa kuna secret weapon. Kama ile Saddam pia kujua. Saddam alisema atachinja wa Amerika ile vita vinaitwaje? Gulf War. Alisema nitanyonga na alikuwa na maskari wanaitwa Republic.
Wengine mnajua. Hawakujua hawa watu ni werevu kushinda hii. Unaweza kuwa na askari wanatembea na miguu na mafarasi. Kuna wengine wanajua wana silaha zingine hutawaona. Walimjeshea mzee pale kaingia ndani ya pango kama fuku. Don't play with someone who is worse than you. Don't. Mtu mwerevu anang'ania anakuangalia. And that's why katika maofisi wanasema don't argue with a fool. People might not notice the difference. Fools are big mouth. People are wise wana mdomo kidogo. Kama mimi. Na wewe jiweka hapo kama ni mwerevu. So sasa Farao hakujua hapa, alifikiria ameweza. Maana kila muujiza Musa anafanya hata na wachawi wake wanafanya. Lakini Mungu akasema hii ya mwisho hawatajaribu, hawatafanya. Mungu akamwambia Musa, ambia wana wa Israeli wote wachukue mwana-kondoo wa kiume asiye na mawaa, asiye na kunyanzi, asiye na madoadoa, asiye kiwete, al perfect lamb. Kila nyumba islote hiyo lamb. Wachukue damu wa apply kwa vizingiti vya mlango kama msalaba, na waingie ndani wakule nyama ya hiyo kondoo na wasiwache chochote. Na ndio sana waambia washirika wapendwa, kuongeza na damu ya Yesu, kula neno. Bana ropoka tu, kula neno. Soma Biblia mpaka uonekane Biblia. Ukisimama ni kama Biblia umefungua. Yani kama siku za mwisho, that's what I want to know. I want to know my Bible so well. So that when I open my mouth, mtu anafikia ni Biblia nimefungua. Na hiyo itawezekana mpaka ukae ukule. Ukule vile unakula ugali na samaki na machapati na masoseji. Kama vile unakalia chakula kulisha mwili, kaa chini soma Biblia. Kaa chini soma Matendo ya Mitume, soma Injili ya Mathayo, Yohana yote, ingia mabarua na usome New Testament sana kuliko Old Testament. Maana Old Testament ilikuwa ni kivuli. New Testament Yesu alipoingia kila kitu kilijaa ndani yake. Kwa hivyo usituambie mambo ya Yeremia alilia. Usituambie mambo ya Yeremia alivuta mitungi. So are we going to vuta mitungi hapa? Kwenda kurokota udongo tujaze na tuseme this is my inheritance. Ikikupata kwa shamba yako unachukua mchanga atakuua. Maana unaokosa umekosa heshima na adabu. Wanaenda kuchukua mchanga wanasema ataclaim this land. Una claim ni mwizi. Mungu atakosa kukupatia baraka. Maana anasema omba na utafanya nini? Sasa unaenda kuchukua mchanga na kuficha. Alafu unaenda kutoa fake title deed. I believe in God for a plot. Na ni fake. You are also fake. God is not fake. God is genuine. When He blesses you genuinely. Tena baraka zake zilete majuto ama uzuri. Tena unazitangaza unasema Yesu amefanya, Yesu ametenda, na watu wanasema ni kweli, ni Mungu ametenda. Maana unajua hiyo anasubia story. Unajua ulikuwa na kaka nyumba kamoja kama inama hivi. Wanaelewa? Lakini sasa Mungu amekusimamisha na unamwambia ni Kristo amekutendea. That's what we are talking about. Paka maadamu kwa vizingiti vya milango. Chukua nyama na mkule na msibakize chochote. Na baadaye akawaambia mchukue mafimbo, sasa safari inaanza usiku wa manane. Na sasa Farao amelala na askari zake wamelala, na maandiko yanasema usiku huo malaika wa mauti, sema usiku huo. Malaika wa nini? Wa mauti akatumwa kutoka kwa Jehova, akaambiwa nyumba yote ina damu ingia, uwa kila mzaliwa wa kwanza. Na ile nyumba ina damu pita. Hiyo ndio maana ya kusema Passover. Wengine wanajua Pasaka ni nini? Nafikiria Pasaka ni kula. Wengine nafikiria Pasaka ni kukimbia na magari safari. Pasaka ni kupita juu. Hautapata madhara, hautapata maumivu, hautapata kifo, maana kuna mwingine amechukua mahali pako. Kanisa hili. Kuna mwingine amemwaga damu ile ungemwaga, amekuzingira na amekuzuia usipate madhara. Na huyo ni Kristo Yesu. Na ndio sababu Yohana alisema, tazama mwana-kondoo wa Mungu, yule aondoaye dhambi za ulimwengu. Huyo ndiye kondoo alikuwa Misri. Na wapendwa, usiku wa manane, malaika wa mauti akatembea. Mahali hakuna damu anaingia, ananyonga. Mahali hakuna damu anaingia, mpaka mzaliwa wa kwanza wa Farao akanyongwa.
Mama Farao kushtuka, anasikia mtoto anapiga miguu. Anauliza kwa namna gani? Anapata boy ametoa mdomo nje na macho yametoka nje. Akamwambia mzee, unalala hapa na kijana wetu mkubwa amekufa. Nani amenuua? Hata hatujui. Na baadaye wakati wanaulizana maswali wanasikia majirani wanalia. Waambia akasema imefanyika. Na nakwambia utazuia mpango wa Mungu juu ya maisha yako. The blood of Jesus will defend you. The blood of Jesus will fight for you. The blood of Jesus will speak for you. The blood of Jesus will protect you. Kwako hakutakuwa na kilio. Kwako hakutakuwa na mangaiko. Na usema amina mpendwa. Kwako hakutakuwa majuto. Umezingirwa na damu ya dhamana ya Yesu Kristo. Patie damu ya Yesu makofi. Haleluya. Maandiko yanasema Farao akaamuka, alikimbia kwa Musa, akasema Musa toka, Musa ondoka, maana sasa hii sielewi, maana mambo kila nyumba ya wana wa Misri inalia, watoto wamekufa, kila mzaliwa wa kwanza, ondoka haraka. Na akamuuliza Musa na Musa akasema kabla tutaondoka, atuondoke bure, tutaondoka na udhamana, tutaondoka na silver, tutaondoka na gold, tutaondoka na vitambaa vizuri vya Wamisri, wamama wavae maleso mazuri, leta mabangili yote, silver and gold and everything. Farao akasema we don't need that, chukua. Na kuambia siku hiyo wana wa Israeli walipora wa Misri. And I want to say today, the blood of Jesus imepora shetani. Na ndio sababu hatuhitaji kuwa maskini na kulialia hata tujiwezi, hata tujielewi. Damu ya Yesu imetuwezesha, damu ya Yesu imetuinua, damu ya Yesu imetupatia kile watu wangetupatia. And I want to declare today, Satan has nothing, he has everything for you. Take it away from him.